Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Habari kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuiangaza mezani siku ya leo ni kuhusiana na sakata linaloendelea kuhusiana na mchezo namba 184, mchezo huu wa watani wa jadi yani Simba Sports Club dhidi ya Yanga Sports Club, ambapo mchezo huu umekuwa na utata mkubwa sana, ikapelekea vyombo mbalimbali kuweza kutatua mtata huu. Utata huu uliweza kuanzia tarehe 8 ya mwezi wa 3 mwaka 2025, ambapo Yanga Sports Club waliweza kupeleka timu uwanjani, lakini Simba wao hawakupeleka kwa sababu kuna sekeseke lilitokea tarehe 7 ya mwezi wa 3. Kwa hiyo Simba wakashinikiza kwamba hawatoshiriki mchezo huo wa tarehe 8. Lakini mara baada ya hapo tunashuhudia kwa upande mwingine kupitia bodi ya ligi kuu Tanzania bara, zikiwa zimesalia mechi chache ligi kuu kumalizika, ikiwa ni mwezi Juni, basi kwa upande mwingine wakaweza kutangaza tarehe nyingine ya mchezo huu wa Simba dhidi ya Yanga, ambapo mchezo huu kwa upande mwingine ulipangwa kuchezwa tarehe 15 mwezi Juni mwaka 2025, lakini kwa upande wa klabu ya soka ya Yanga Sports Club wakaweza kushinikiza kwamba hawatoshiriki tena mchezo huo dhidi ya Simba Sports Club. Wanataka kitendeke. Kwa nini? Simba wao pia hawakupeleka timu ya ile tarehe 8 mwezi wa 3 mwaka 2025. Kwa hiyo Yanga waliweza kuweka masharti yao katika kikao ambacho waliweza kukaa na bodi ya ligi kuu Tanzania bara, ambapo masharti yao yalikuwa ni manne. Jambo la kwanza ambayo Yanga wamelitaka ni kwamba kamati ya masaa 72 ya ligi kuu Tanzania bara basi kwa upande mwingine ilitakiwa kuvunjwa. Jambo la pili ambalo Yanga walitaka basi ni mtendaji mkuu ama CEO Almas Kasongo aweze kuondoshwa, na tayari TFF wameweza kumuondosha Almas Kasongo. Lakini vile vile tunashuhudia jambo jingine ni katibu mkuu wa TFF na pia Yanga wameweza kumuomba ajiuzuru, kisha wakataka jambo la 4 ni kwamba bodi ya ligi kuu Tanzania bara iwe huru. Basi wakifanya hayo matakwa watangaze tarehe nyingine, na Yanga wao watakuwa tayari kwenda kucheza mchezo dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Simba Sports Club. Hatimaye tunashuhudia kupitia bodi ya ligi kuu Tanzania bara wakaweza kufanya vikao mbalimbali, ambapo tunashuhudia kwa upande mwingine CEO Almas Kasongo tunaona mpaka sasa ameweza kusimamishwa na rais wa shirikisho la soka nchini Tanzania Wallace Karia, bila kusahau mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya TFF na pia ameweza kujiuzuru ndani ya bodi ya TFF. Kwa tunaona baadhi ya matakwa ambayo Yanga wameweza kuyataka basi kwa upande mwingine yakafanyiwa kazi. Tukashuhudia rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Mama Samia Hassan Suluhu akaweza kukutana na viongozi wa klabu ya soka ya Simba wakiongozwa na mwenyekiti Murtaza Mangungu sambamba na Hassan Dalali Fidmasho. Lakini kwa upande wa Yanga viongozi wao walioambatana nao ni GSM mwenyewe alifika pale Ikulu Chamwino, bila kumsahau Andem Tine na makamu wa rais wa Yanga waliweza kufika kwa ajili ya kwenda kulitatua swala hili, kwa sababu ukiangalia ni mchezo ambao unavuta hisia za mashabiki wengi wa soka nchini Tanzania. Kwa hiyo tunashuhudia mara baada ili kutatuliwa, hatimaye TFF wameweza kutangaza ratiba mpya ya mchezo wa Yanga dhidi ya Simba Sports Club, ambapo ndani ya mwezi huu Juni, mara baada ya mechi zote kumalizika za ligi kuu ya NBC, basi tarehe 25 siku ya Jumatano mchezo huu utakwenda kuchezwa, yani Yanga Sports Club dhidi ya Simba Sports Club. Sasa kwa kinachoendelea ndani ya klabu ya soka ya Simba Sports Club mpaka sasa, taarifa rasmi ambayo wameweza kuitoa ni kwamba hawatoshiriki mchezo wowote ule mpaka pale kwa upande mwingine walikuwa wakitaka kushiriki mchezo wa tarehe 15 pekee. Na mara baada ya tarehe hiyo kupita, tunaona kwa upande mwingine Simba katika barua ya mwisho hawajatoa tamko lolote kwamba watakwenda kucheza dhidi ya Yanga au hawatokwenda kucheza. Hii imeweza kuweka mpasuko mkubwa ndani ya bodi ya wakurugenzi wa klabu ya soka Simba, kwa sababu kuna baadhi ya viongozi wakiongozwa na Murtaza Mangungu na Hassan Fidmasho wanataka mchezo uende kuchezwa kwa sababu tayari wameshasuluhisha, lakini baadhi ya viongozi wakiongozwa na Kretus Magori, jasusi huyu ambaye ni
msemaji ama ni mshauri wa mwenyekiti wa bodi ya ukurugenzi wa klabu ya soka ya Simba Mo Dewji, yeye kwa upande wake sambamba na CEO Zubeda, basi kwa upande mwingine hawataki mchezo huu uweze kuchezwa kwa sababu wanaamini kwamba Simba walikuwa na haki kabisa ya kumcheza mchezo huu tarehe 15. Kwa nini usogezwe mbele? Kwa hiyo matakwa ya Yanga ndio yanasikilizwa, si ya Simba Sports Club. Na ikumbuke katika barua hiyo Simba Sports Club inaweza kusisitiza kwamba timu zote 16 za ligi kuu ya NBC ni sawa na hakuna kuipendelea timu moja. Kwa hiyo tunaona hiyo ni barua, na Simba walisema kwamba hawatoshiriki mchezo mwingine utakaopangwa tarehe. Kwa hiyo inaonekana kwamba Simba kwa sasa hawana nia tena ya kushiriki mchezo huu, kwa sababu ukiangalia barua yao mwisho ambao wameiposti ni kwamba kwa upande mwingine wanaona hawajatendewa haki, kwa sababu ikumbuke vile vile waliomba uchunguzi ambao ulifanywa pale ile tarehe 7, basi watoe majibu wale ambao wote walifanya makosa ama walipelekea fujo zilizotokea tarehe 7 waweze kupewa hukumu stahiki katika mamlaka ambazo zinasimamia mpira wa miguu. Kwa hiyo tunaona mpaka sasa Simba vile vile katika hilo swala hawajaweza kujibiwa. Kwa hiyo mpaka sasa ndio maana ikawapelekea wakurugenzi wa bodi ya klabu ya soka Simba wakiongozwa na Mo Dewji wakaweza kufanya kikao cha dharura. Kwa hiyo mpaka sasa Simba haijajulikana, je, watapeleka timu uwanjani ama hawatopeleka timu uwanjani. Kumbuko Simba wana mpango wa kwenda CAS. CAS ni mahakama ya usuluhishi ya kimichezo, kama wakiona kwamba huku wamebanwa sana kwa hiki ambacho kinaendelea. Kumbuko Yanga vile vile nao pia mara baada ya mechi yao kusogezwa mbele dhidi ya Simba walikwenda CAS, lakini kule CAS wao wakawarudisha kwenye mamlaka za soka nchini Tanzania waweze kufuata ngazi, kisha mara baada ya hapo ndipo waende CAS. Kwa hiyo tunaona kwa ile ambayo linaendelea, kama klabu ya soka ya Simba hawatapeleka timu uwanjani, basi kuna mambo ambayo yatakwenda kutokea katika klabu ya soka ya Simba. Jambo la kwanza, klabu ya soka ya Simba Sports Club watakwenda kukatwa alama 15 kwa sababu kikanuni mchezo huu Simba hawajaucheza wala hawakupeleka timu uwanjani hiyo tarehe 15. Kwa hiyo tunaona ratiba wao kama vile wamekubali. Kwa hiyo kama sipopeleka timu uwanjani wanaweza kukatwa alama 15 kwa mujibu wa sheria za TFF. Jambo la pili ambalo Simba wanaweza kumbana nalo ni kuweza kutozwa faini ya shilingi milioni 5, ambapo milioni 2.5 zitakwenda kwenye mamlaka ya soka nchini Tanzania yani TFF, milioni 2.5 zitakwenda kwa mtu ambaye alikuwa anacheza naye ambaye ni Yanga Sports Club, na kama kuna kiongozi, jambo la tatu, amehusika kwa uchochozi wowote ule kuifanya klabu ya soka Simba kuto kupeleka timu tarehe 25, basi kwa upande mwingine atakwenda kufungiwa kwa kipindi cha miezi 12, yani mwaka mmoja, kuto kujihusisha na mpira mguu nchini Tanzania TFF. Kwa hiyo kwa sasa bodi ya Simba Sports Club wanatafakari, wanadiscuss ni namna gani ambavyo watakwenda kwenye mchezo, kwa sababu ikumbuko Simba kwa sasa baadhi ya mashabiki wamejigawa, hawataki mchezo huu uchezwe. Wengine wanasema wanataka mchezo uchezwe, wengine wanasema kwa nini Yanga wao matakwa yao wamesikilizwa, kwa nini ya Simba hayakusikilizwa? Kwa hiyo tunaona kwa upande mwingine kwa sasa kilichopo ndio hivyo, mzani umebalance, wengine wanataka uchezwe, wengine hawataki uchezwe. Kama ni mdau wa Simba, unaona nafasi ya kwenda eneo la comment kwa hiki ambacho kinaendelea, mchezo namba 184 kati ya Yanga dhidi ya Simba. Kwa upande wako wewe unashauri vipi viongozi wa klabu ya soka ya Simba? Je, wapeleke timu uwanjani tarehe 25 mkacheze na mtani, ama una lipi la kusema wasipeleke timu? Toa maoni katika comment hapo na tutakuja kuyasoma.